Uharigani mtazamaji wa Ndalini Media, na ni kukaribisha katika matangazo moja kwa moja kutoka hapa katika viwanja vya kimataifa vya maonesho, ikiwa ni onesho la 49 katika viwanja vya Sabasaba, ikiwa na kauli mbiu isemayo Sabasaba fahari ya Tanzania. Mimi naitwa Richard Steven. Tupo ndani ya banda la Wizara ya Fedha. Kubwa zaidi tunaangalia idara moja mpaka nyingine, na leo tupo hapa katika idara ya sera za ununuzi wa umma. Idara ya sera za ununuzi wa umma kukujulisha kile ambacho majukumu mazima ya idara hii. Lakini kwa nini ukija Sabasaba usiache kuja katika banda la Wizara ya Fedha, lakini pia kutembelea katika idara mbalimbali ikiwemo idara hii ya sera za ununuzi wa umma. Tuko naye hapa ndugu yetu, atatuambia yeye anaitwa nani na kutuambia idara hii ni idara gani na majukumu yake hasa makubwa ya kimsingi ni pamoja na yapi. Tuambie, unaitwa nani? Asante, naitwa Violet Mwakajisi kutoka idara ya sera za ununuzi wa umma. Idara ya sera za ununuzi wa umma ni idara iliyoanzishwa chini ya sheria ya ununuzi wa umma kifungu namba 6 ndani ya Wizara ya Fedha, ikiwa na lengo na majukumu ya kutekeleza majukumu mbalimbali ikiwemo kuandaa sera, kanuni na miongozo ya ununuzi wa umma na ugavi. Lakini jukumu lingine ni kuendeleza kada ya ununuzi na ugavi serikalini. Lakini pia ina jukumu la kuendeleza kada ya ununuzi na ugavi serikalini, ambapo idara imekuwa ikitoa mafunzo mbalimbali na vitendea kazi mbalimbali kwa maafisa ununuzi na ugavi serikalini. Lakini pia idara ina majukumu ya kusimamia, kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa taasisi zinazosimamia ununuzi wa umma ambazo ni PPRA, GIPSA, PSPTB na PPA. Lakini pia idara ina jukumu la kutoa ushauri mbalimbali kwenye masuala ya ununuzi na ugavi serikalini. Lakini pia idara ina majukumu ya kusimamia na kufuatilia mifumo mbalimbali au mifumo yote ya ununuzi na ugavi serikalini. Mtu anaposikia neno ununuzi na ugavi ni nini hasa kwa mtu ambaye labda halifahamu? Ununuzi ni kwa ujumla wake ni upatikanaji wa mahitaji ambayo serikali inakuwa inahitaji kwa muda huo. Inaweza ikawa kwa kupitia kununua, inaweza kuwa kukodisha, au inaweza kuwa kupanga. Kote huko ni kununua. Kwa hiyo ununuzi inahusisha namna mbalimbali za namna serikali inaweza kupata mahitaji yake, ikiwemo bidhaa, huduma, iwe ni kazi za ujenzi, barabara, hospitali, majengo, yote serikali inatumia fedha zake au inayapata au inatoa hizi huduma kwa wananchi kupitia ununuzi. Na ugavi ni shughuli zile zinazoanzia kuanzia baada ya kununua. Sasa ukifanya kile kitu kilichonunuliwa kilete matokeo au matumizi kama kilivyokusudiwa, ndo ugavi unapoanzia. Kwa mfano, ugavi unahusisha usambazaji wa bidhaa. Bidhaa zimeshanunuliwa, lazima zisambazwe kupelekwa kwa mtumiaji. Lakini pia ugavi unahusisha uhifadhi. Unaponunua kitu ni lazima kihifadhiwe na kutunzwa vizuri kama ambavyo maelekezo ya matumizi au uhifadhi wa hicho kitu yanapotaka. Lakini kitu kinavyonunuliwa na kimeshaisha matumizi yake au uhitaji wake umepungua, kinatakiwa pia kuondoshwa kwa utaratibu ambao hakitaleta madhara kwa watumiaji au watu ambao wanakizungusha hicho kitu, lakini pia haitaleta hasara na namna ya uondoshaji wake. Kwa hiyo ugavi unaanzisha sasa baada ya kukinunua, kukitunza kile kitu mpaka pale matumizi yake yatakapoisha. Unajua, unaweza ukakaa ukawaza ukasema labda idara ya sera za ununuzi wa umma ni kwa namna gani idara hii inamgusa mwananchi? Kama nilivyoeleza mwanzo kwamba idara ya sera za ununuzi wa umma ina jukumu la kuandaa sera, kanuni na miongozo mbalimbali inayohusu masuala ya ununuzi na ugavi, na kama nilivyoeleza kwamba serikali inatumia zaidi ya 60% ya bajeti yake kupitia ununuzi, na serikali inanunua kutoka kwa sekta binafsi, hao ndio wananchi wenyewe. Kwa hiyo tunaweza kusema ununuzi wa umma unamgusa moja kwa moja private sector, ambaye anaweza kuwa mzabuni, anaweza kuwa mkandarasi, anaweza kuwa mtoa huduma kwa namna yoyote, au muuza bidhaa zile ambazo serikali inazihitaji. Kwa hivyo tunapotoa miongozo, tunatakiwa miongozo yote inayotolewa katika idara hii inazingatia masuala hayo. Ni namna gani sekta binafsi itanufaika au itafaidika na huo ununuzi wa umma na ugavi.
Kwa hiyo pia serikali inaweza kanunua kwa sekta binafsi, lakini pia imenunua kwa ajili ya mwananchi, pia mwananchi anaenda kukitumia, si ndio? Kwa mwananchi ananufaika mara mbili, anaweza akawa akasimama kwenye nafasi ya mzabuni au mtoa huduma akanufaika kwa kuuzia serikali, lakini pia ndo mtumiaji, ikiwa barabara yeye ndo atatumia, ikiwa ni hospitali yeye ndo ataitumia. Kwa faida hizo, kwa nini mwananchi akija Sabasaba asiache kuja katika banda hili kupata elimu na uelewa zaidi? Mwananchi anapofika Sabasaba ni muhimu akafika kwenye hili banda kwa sababu lengo kikubwa ni kupata elimu ya namna ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi unavyofanyika. Atapata kujua ni namna gani hata yeye kwenye ile miundombinu au bidhaa zinazonunuliwa zinahitaji kutunzwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya manufaa, ili ile thamani ya fedha ya serikali inayotumia kwenye ununuzi huo ikaonekana. Kwa maana nyingine pia zipo fursa ndani ya idara ambazo mwananchi akija akapewa elimu anaweza kuzichangamkia. Anaweza kuzifaika nazo. Naam, nikushukuru sana. Asante. Asante sana. Karibu. Na mtazamaji, bado tuko ndani ya banda hili la Wizara ya Fedha katika idara ya sera za ununuzi wa umma. Bado tuko hapa kukuletea kile ambacho unatakiwa ukifahamu ili unapofika katika maonyesho haya ya Sabasaba uje upate elimu zaidi. Tumetoka kuzungumza na Bi Violet akatuambia kuhusiana na swala zima la idara ya sera ya ununuzi wa umma, lakini twende tukapate kusikia mambo mengine. Tunapokuwa tunazungumzia mnyololo wa ugavi tunakuwa tunamaanisha nini? Mtaalamu hapa yupo kwa ajili ya kutujuza nini hasa kinachokuwa kinamaanishwa na kinafanya kazi kwa namna gani. Karibu, tutambulishe, utuambie jina lako, lakini pia na kutuelezea mtu anapokuwa anazungumzia mnyololo wa ugavi tunakuwa tunamaanisha nini, lakini pia sio kumaanisha pekee, na unafanyaje kazi. Karibu. Jina langu naitwa Anne Swila, ni afisa mwandamizi kutoka idara ya sera za ununuzi wa umma. Tunapozungumzia swala zima la mnyororo wa ugavi tunamaanisha ni mtangamano wa shughuli za ununuzi, ugomboaji na uondoshaji, upokeaji, urejeshaji, utunzaji, uhifadhi, matumizi, usambazaji na uondoshaji. Katika mnyororo wa ugavi kuna shughuli mbalimbali kama nilivyozisema hapo. Tangia bidhaa inanunuliwa mpaka inaondoshwa. Kama tunavyojua, mali zote za serikali zinavyonunuliwa, lazima unapoanza kwenye swala zima la kununua, kuna hizo taratibu zilizopo ndani yake kwamba utanunua, ukishanunua kama kimekuja kutoka labda nje, vimenunuliwa nje, kwa hiyo kitakapofika labda bandarini au airport, unachotakiwa kufanya lazima ukigomboe. Kwa hiyo utakigomboa, ukishakigomboa kitapokelewa, kikishapokelewa kitahifadhiwa, kikishahifadhiwa kitasambazwa, kikishasambazwa kitawafikia watumiaji watakitumia, na baada ya hapo muda wake ukiisha ama kama kikitokea kwamba muda umeisha, kimeharibika, kinatakiwa kuondolewa kabisa katika labda let's say daftari lile la mali za serikali. Hii ni kwa namna gani mwananchi inabidi awe na uelewa wa vitu vya namna hii? Inatakiwa mwananchi awe na uelewa wa vitu vya namna hii kwa sababu kama tunavyojua 70% ya bajeti ya Tanzania ya nchi nzima inatumika kwenye manunuzi. Na tunaposema manunuzi, serikali inanunua kwa ajili ya wananchi. Inaweza ikawa kwa namna tofauti. Tunapojenga hospitali, ule ni ununuzi umefanyika. Tunapotengeneza barabara, ule ni ununuzi umefanyika. Na mwananchi wa aina yoyote, wa hali yoyote, uwe na hali ya juu, hali ya chini, barabara lazima utatumia, hospitali lazima utatumia. Kwa hiyo ni jinsi gani ambayo mwananchi anaweza akawa anaguswa. Kuwa na mnyororo wa ugavi ni jambo moja, lakini pia mnasimamiaje mnyororo huu sasa kuhakikisha malengo kuanzia lengo la kwanza mpaka la mwishoni linakusudiwa na kama vile ambavyo limepangwa? Asante. Sisi kama idara ya sera za ununuzi wa umma tunaandaa kanuni na miongozo ya kisera ambayo dhima yake au lengo kubwa la hiyo miongozo tunayoitengeneza ni kuhakikisha kwamba tunafungamanisha hizi shughuli zote nilizozitaja hapo juu. Naam. Na tunataka kufungamanisha ili mradi kupata ile thamani halisi ya fedha. Maanake serikali inatumia pesa nyingi kipindi cha nyuma au kabla hizi shughuli zote hazijafungamanishwa. Hivi vitu vilikuwa vinafanyika separate, yani tofauti. Yes. Lakini hivi kwa kuvifungamanisha maanake tutakuwa tunafanya kwa muingiliano, yani kutakuwa na muingiliano. Kwa hiyo ile thamani halisi ya fedha itapatikana.
Naam, ewe mwananchi, ukitaka kujua faida nyingi na kubwa zaidi kuhusiana na hiki ambacho kinazungumzwa hapa, na fika katika banda hili la Wizara ya Fedha, lakini pia ufike hapa katika idara hii ya usimamizi wa sera za ununuzi wa umma ili kupata kujua faida nyingi zaidi ambazo zimeletwa hapa. Nikushukuru sana, mpaka wakati mwingine.